Haya basi nikachampa basi utafuata. Mheshimiwa Kabudi basi nikuite uweze kuchangia. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim kwa ruzuku ya uhai, lakini kwa kutujalia afya ambayo inatuwezesha leo kuweza kujadili budget na mpango wa maendeleo. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kumshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameipa kipaumbele Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, wizara ambayo inashika mtima wa taifa letu, wizara ambayo inaleta furaha ya taifa letu, wizara ambayo inashika mshikamano wa taifa letu, lakini wizara ambayo inajenga matumaini ya taifa letu. Na Mheshimiwa Rais amelionyesha hilo kwa dhahiri kwa kutuongezea budget. Ukichukua budget ya wizara hii mwaka 2022-2023 ilikuwa ni shilingi bilioni 35.4 na imepanda sasa katika budget hii ya mwaka 25-26 kufikia shilingi bilioni 519, ambalo ni ongezeko la asilimia 1366. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa jinsi ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameijali sekta hii kwa ongezeko la asilimia 1366, na mimi naamini haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha wizara yetu ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo kufanya mambo makubwa katika kipindi chake. Katika bajeti ambayo imepita mwaka huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda kufanya jambo kubwa ambalo lilifanyika miaka 95 iliyopita. Mwaka 1930 ndipo lugha ya Kiswahili iliposanifishwa na kupata lugha sanifu ya Kiswahili ambayo msingi wake ulikuwa ni lahaja ya Kiunguja, lakini pia kuchukua maneno katika lahaja nyingine, na usanifishaji huo ulifanywa na Waingereza. Sasa kwa mara ya kwanza tunakwenda kufanya usanifishaji mkubwa wa lugha ya Kiswahili miaka 95 baada ya hilo kufanyika. Na tofauti ya wakati huo na sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, safari hii tunafanya usanifishaji wa lugha ya Kiswahili sisi wenyewe wa Tanzania na Waafrika wengine. Na katika kufanya hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutazingatia tu lahaja za Kiswahili, lakini pia lugha nyingine za Kiafrika, ili kukifanya sasa Kiswahili kuwa ni lugha ya Kiafrika. Na hiyo itakuwa inatekeleza mapendekezo yaliyotolewa mwaka 1977 wakati wa tamasha la sanaa na utamaduni wa Afrika FESTAC lililofanyika Lagos, Nigeria, ambapo Profesa Akinwade Oluwole Babatunde Soyinka au maarufu kama Wole Soyinka alipendekeza Kiswahili kuwa ni lugha ya Afrika, na akapendekeza sasa Kiswahili kichukue msamiati kutoka katika na istilahi kutoka katika lugha nyingine. Kwa usanifishaji huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, utazingatia makundi yote makuu ya lugha za Kiafrika, yani lugha za Kibantu, Niger Bantu, lugha za Kinolitiki, yani Nilo-Saharan, lugha za Khoisan na lugha za Afroasiatic, yani Wakushitiki, ambazo lugha zote hizo zinapatikana katika pia nchi ya Tanzania. Na huu utakuwa ni mradi wa aina yake ambao tunaamini baada ya kukamilika sasa utatuwezesha kutoa kamusi mama ya Kiswahili sanifu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha katika jambo hilo. Lakini upande wa Kiswahili pia tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kuweza kufungua vituo 33 vya kufundisha Kiswahili na utamaduni wa Mtanzania nchi za nje. Kwa huko nje hatufundishi tu Kiswahili, tunafundisha pia utamaduni wa Mtanzania. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mwenyekiti, ametusaidia sana katika kuimarisha sekta ya habari, ambayo kama mnavyofahamu tarehe 8 Disemba ilihamishiwa kutoka katika wizara hii, kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Na nimshukuru sana aliyenitangulia kuiongoza wizara hii, Dr. Jerry Silaa, kwa msingi mkubwa aliouweka wa ushirikiano mkubwa kati ya serikali na vyombo vya habari ambao umeimarisha uhuru wa habari. Tanzania imepanda kutoka nafasi ya 48 kwa asilimia 48 kwa viwango vya uhuru wa habari duniani. Tulikuwa nafasi ya 143 mwaka 2023, sasa tumefikia nafasi ya 95 mwaka 2025. Haya ni mafanikio makubwa sana, na hii sio sisi tunaosema, ni taarifa ya Reporters Without Borders ambao wanaona ni jinsi gani Tanzania sasa uhuru wa vyombo vya habari umepanda. Lakini pia katika sekta ya habari ni shukuru sana TAMWA ambao kwa kushirikiana na serikali tuliweza kuandaa tamasha au la Samia Kalamu Awards ambalo nalo lilikuwa mafanikio makubwa sana,
na nichukue nafasi hii kuwashukuru mawaziri wa wizara zote ambao kila waziri alitoa zawadi kwa waandishi wa habari walioandika mambo yanayohusu sekta yao. Na Tanzania sasa imekuwa ni nchi inayovutia mikutano mikubwa ya upande wa habari. Mwaka huu tutakuwa na mkutano mkubwa tarehe 14 Julai kule Arusha kuhusu mambo ya habari katika bara la Afrika, yani siku ya uhuru ya duniani wa habari, ambao unasimamiwa pia pamoja na Media Council of Tanzania. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Media Council of Tanzania kwa kuwezesha kuitisha huu mkutano mkubwa ambao utafanyika Tanzania, ambao inaonyesha imani kubwa ambayo dunia inayo sasa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha uhuru wa habari na vyombo vya habari. Pamoja na hayo yote, Tanzania imeendelea kuwa kinara kwa waandishi wake nguli wa habari wanaoshikilia nafasi za juu katika vyama vya kihabari vya kikanda. Waandishi hao ni pamoja na Deodatus Balile ambaye ni rais wa jukwaa la wahariri Afrika Mashariki, Bwana Kajubi Mkangaja ambaye ni mwenyekiti wa baraza la habari la Afrika Mashariki, na Bwana Enes Sungura ambaye ni mwenyekiti wa mabara huru ya habari barani Afrika. Hayo yote yanaonyesha ni jinsi gani ambavyo Tanzania sasa inapaa katika swala zima la sekta ya habari. Lakini katika sekta ya habari pia lakini katika sekta ya habari pia TBC imefanya kazi kubwa sana. Tumeweza kuongeza kufikia maeneo mbalimbali. Kwa mfano sasa tumeweza kuzifikia wilaya 139, na kabla ya Dr. Samia Suluhu Hassan kushika nafasi ya uongozi tulikuwa tunafika katika wilaya 102 tu. Hayo yote ni mafanikio makubwa sana ambayo hatuna budi kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuyafanya yote hayo. Eneo jingine ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti ningependa nilizungumzie ni kuhusu kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Tanzania yalikuwa ni makao makuu ya kamati ya nchi huru za Afrika ya ukombozi, na sasa tuna kituo hicho ambacho tuna vituo mbalimbali 266 ambavyo tumevitambua na sasa tunaanza kuviweka katika orodha. Na kituo hicho kimepata ugeni mkubwa mwaka huu wa Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na Rais wa Namibia Bi Netumbo Nandi-Ndaitwah, na ni lengo letu sasa kujenga kituo kikubwa eneo la Kirombo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo ningependa kulizungumzia hapa ni suala la michezo. Ningependa kutoa taarifa katika bunge lako kwamba diplomasia kubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan ndio iliyowezesha Tanzania kuwa mmoja wa wenyeji wa mashindano ya CHAN na mashindano ya AFCON. Na tayari ratiba imetolewa ya mashindano ya CHAN na AFCON, na Tanzania tumepewa heshima ya kuwa na mechi ya ufunguzi wa CHAN itakayofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 2 Agosti mwaka huu. Na pia tumefanikiwa kuongeza kituo kimoja cha michezo, yani sasa Zanzibar imetambuliwa kuwa kituo cha michezo. Kwa hiyo Tanzania tutakuwa na makundi mawili, kundi moja ambalo litakuwa Dar es Salaam na ambalo litakuwa ni Tanzania, Madagascar, Mauritius, Burkina Faso na Jamhuri ya Afrika ya Kati, lakini kundi la 4 litakwenda Zanzibar ambako ni Senegal, itakuwa Senegal, Kongo, Sudani na Nigeria. Na Uganda wamepata kundi moja na Kenya wamepata kundi moja, na Kenya ndio atakaye kuwa mwenyeji wa mchezo wa fainali, na Uganda atakuwa mwenyeji wa mchezo wa mshindi wa 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni mafanikio makubwa sana katika diplomasia ya michezo. Na niseme tu katika michezo sio mpira tu. Tumekuwa washindi katika mchezo wa cricket, tumekuwa washindi katika mchezo wa soka wa wanawake. Lakini katika miaka hii mitano timu za Tanzania zimeongezeka ambazo zinashiriki katika mashindano kutoka mashindano 68 duniani, na sasa tumeweza kushiriki mashindano 402. Ushiriki wa timu za Tanzania katika mashindano hayo umesaidia wanamichezo kujifunza na kujitangaza zaidi huko duniani. Na yote haya ni mafanikio ambayo yameletwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake ambao umezingatia diplomasia ya uchumi, lakini pia diplomasia ya michezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo ningependa kulitolea taarifa kwako ya mafanikio makubwa sana ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kukuza sanaa. Kama mnavyofahamu sasa, wasanii wetu wamekuwa ni maarufu duniani, na sio tu kuwa maarufu duniani, lakini kupitia sasa KOSOTA tumeweza kuhakikisha kwamba wanapata mikataba mizuri na wanapata mapato ya kutosha ambayo yanawezesha wao kuweza kujikimu katika maisha yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili ni muhimu sana. Sanaa na michezo leo ni uchumi, na kundi kubwa ambalo liko kwenye sanaa na michezo ni vijana, lakini upande wa sanaa, hasa katika sanaa ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali, kundi kubwa ambalo liko katika nafasi hiyo ni kundi
la wanawake. Kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewawezesha vijana wa Tanzania kuboresha hali yao ya uchumi, lakini amewawezesha wanawake wa Tanzania kuboresha hali yao ya uchumi. Kazi kubwa tulionayo sasa ni kuitangaza Tanzania ili iweze kufahamika, na katika kufanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeanza mchakato wa kuyafanya mambo ya nne. Sasa mambo haya manne yaingie katika urithi usioshikika wa dunia kule UNESCO, yani cultural intangible heritage. Moja ni tamasha hili ambalo tumekuwa nalo Jumamosi la Bulabo, ambalo tayari mchakato umeanza na tunategemea ifikapo Machi mwaka ujao tutaweza kupeleka dozi ya kule UNESCO. Ili Bulabo sasa itambuliwe kuwa ni urithi usioshikika wa dunia. Lakini pia sherehe za mwaka Kogwa, wale wenzetu wanaotoka Zanzibar wanafahamu. Tumeanza mchakato sasa pia wa kuona kufanya utafiti kuhakikisha mwaka Kogwa nao unatambuliwa kuwa ni urithi wa dunia usioshikika. Lakini jingine ni uchoraji wa picha za tinga ambazo watu wengi wamedhani zinatoka nchi nyingine, lakini ni Tanzania. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mziki wa Singeli ambao nao pia tunaopeleka katika hilo. Basi nimalizie kwa shukurani nyingi sana. Kwanza, shukurani sana kwa Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson kwa uongozi wake mahiri, lakini pia Naibu Spika Zungu, lakini pia wewe mwenyewe mwenyekiti. Na nitamke hapa, mimi nina fahari kubwa sana kwamba katika historia yangu ya maisha nimekuwa mwalimu wa wakuu wawili wa mihimili, yaani spika na jaji mkuu. Lakini na wewe mwenyewe mwenyekiti ni wanafunzi wangu wa criminal law mwaka 1986 na wanafunzi wangu wa land law mwaka 1987, na nakushukuru sana. Wakati namuoa mke wangu Amina, ulikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuja kucheza ili kusherehesha ile harusi yangu tarehe 15 Agosti mwaka 1987. Jambo lile nalienzi sana kwamba wewe ulikuwa ni mmoja wa wale waliofanya ile harusi yangu siku hiyo ipendeze. Baada ya misa takatifu katika kanisa la Mtakatifu Albano. Kwa ni kushukuru wewe na wengine wote ambao ndani ya jengo hili nimewafundisha sheria. Napowaona wewe, napowaona kina Salome, napowaona kina Damas, napowaona kina Umi,
ninapowaona wote napata fahari kubwa, na hiyo inanikumbusha maneno ya Zaburi kwamba Mungu huushibisha uzee wako mema na hurejesha ujana wako kama tai. Asante sana Profesa. Na kushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Profesa Palamagamba Aidan Mwaluko.